Sio supu. Tatizo ngamia. Unakunywa supu gani? Huyu ni mnyama adimu. Mwenyezi Mungu amemjalia. Huwezi kumchinja ngamia bila dua. Halali chini pale. Kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana. Nimejaribu kuja kuungana na mashabiki wa Yanga. Makao makuu ya Dar es Salaam Africans Jangwani, na mimi shughuli zangu kama unavyojua zipo Ilala. Nimesogea hatua kadhaa, nimekuja kupata breakfast. Wanasema wewe Msimbazi bwana. Sawa. Kama mimi ni Msimbazi, kuna ubaya mimi kuja Jangwani? Hakuna ubaya. Uadui wa Simba na Yanga ni kwenye pichi brother. Baada ya kwenye uwanja, maisha mengine yanaendelea. Sio kwenye supu brother. Sasa wewe ukininukuu kwa nini nimekuja kwenye supu? Hiyo roho mbaya. Hawa ni ndugu zetu. Sasa hiyo chuki unaleta kwangu, weke chuki kwa Pacome. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba, ugomvi wetu ni kwenye uwanja. Baada ya mpira tunashirikiana kijamii, mambo yote ya kijamii, shughuli zote za kijamii. Ni wajomba zetu, kuna wengine dada zetu, kuna wengine mashangazi. Kwa hiyo tupo kama familia moja. Sasa ukitaka kusema kwamba eti shabiki wa Simba, wa Yanga, hatutazikana. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba ni muda sahihi. Kama wewe ni mwana Simba, hauna kikolokunyo, njoo tule supu ya ngamia. Naam. Shida pelekea Pacome. Tumezidiwa. Kwenye pitch Yanga walikuwa kwa vizuri, performance yao ndio imeenda kutuhukumu. Ukiangalia performance ya wachezaji wetu ilikuwa iko chini. Yanga walikuwa wamedeserve kwenda kupata matokeo kwenye mechi ya juzi. Umestahili. Naam. Umestahili kwa vishiria gani? Naam. Umestahili kwa nini? Performance. Mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Unaangalia jinsi ambavyo Pacome anapochukua mpira na kukimbia, unajua kabisa kwamba ni mchezaji wa namna gani. Wachezaji wa Simba tuna wachezaji wazuri, lakini ukiwaangalia kwa jicho la nyama umeona kabisa wachezaji wa Simba kama wamelazimishwa kucheza hivi. Walikuwa hawako fiti kwenye ile mechi. Na kuna mambo yako nje ya pazia. Mambo gani sasa? Takupa mifreji bovu. Mambo yanasemaje hao sasa? Simba wamefika robo finali, wakaingia nusu finali ya shirikisho. Wameenda finali. Kila hatua kuna motivation kwenye timu inapewa kutoka juu kafu. Kwa hiyo Mo baada ya kuambiwa timu inakwenda kucheza na Yanga, Mo hela ile amegoma kutoa 100. Wachezaji kuna utaratibu wa kupewa posho, motisha ambao inaitwa motivation. Mpaka ninapoongea na wewe bado hawajapewa. Kwa hiyo kuna kitu morali ndani ya timu inakosekana. Kwa hiyo hata timu imekuja pale, wewe angalia timu ilivyokuja. Uongozi uligawanyika sehemu mbili. Wengine wanataka mechi ichezwe, wengine hawataki mechi ichezwe. Kwa hiyo hata jinsi timu ilivyoingia uwanjani imesindikizwa na farasi zaidi ya 6. Askari mbele, askari nyuma. Yaani kama vile gari limebeba almasi. Wanaogopa timu isitekwe njiani. Ili mradi sijawahi ona. Ili mradi timu ikafanyaje? Ikacheze. Kwa hiyo ambaye alikuwa hajui, shabiki wa Simba, kuna vitu vinaendelea ndani ya Simba, lakini havileti afya. Vinaenda kuzoofisha mpira wetu na klabu yetu. Kikubwa wayaache. Tuna timu nzuri sana ambayo mimi naamini wakifanya maboresho maeneo machache tutatenda kutengeneza timu bora ya ushindani 25-26. Sasa bwana Sam. Naam. Bwana Ahmed Ally yuko kimya mpaka leo. Ana kitu gani sasa cha kuongea ndugu yangu yule? Lazima ukubali kwamba tumefeli. Simba na Yanga malengo yao msimu unapoanza ni kikombe. Sasa unapokwenda kufeli unapokwenda kukosa kikombe na maana moja kwa moja umefeli. Kwa hiyo Simba wamefeli. Ila wanahitajika watoke hadharani na kukiri kwamba tunaendelea kujitafuta, tutajipata msimu unaokuja. Mimi naamini hivyo.
Ndio. Kuendelea kukaa kimya, mashabiki wa Simba wanalalamika. Wanasema kwamba hajatendewa haki kwenye ile mechi. Hawakufikia kwenda kuanikiza ushindi. Kwa kweli unaweka ujaribu. Mimi ndio maana nasema uongozi wangu ni afadhali ile mechi tungecheza tarehe 8. Kwanza sasa hivi ningekuwa tushasahau. Sijui unanielewa? Tarehe 8 mwezi wa 3 mpaka sasa hivi tuko tunaenda mwezi wa 7. Si tushasahau. Mbona goli 5 tulizisahau? Lakini wao walikuwa wanaisumbua mahakama. Hauwezi kukwepa hukumu, sasa kipo na binadamu. Kwa hiyo haya yameshapita. Mimi kama Sam Simba mwanzo wa msimu nilishaji kujitengeneza, maana nilikuwa kwenye kadunia kangu mwenyewe. Nikasema Simba hawezi kuchukua kombe la aina yoyote. Kuna watu wakaniambia wewe mamluki, mimi najua mpira. Mpira kama unakwenda kufanya transition kubwa ya kikosi, unaenda kutengeneza project, usitegemee faida kwa haraka. Hata wewe hujawahi kupanda leo yaani mbegu ya muhindi ukaivuna leo. Kwa hiyo sisi tutapata faida ya kikosi baada ya msimu huu unokuja. Mimi kama Sam Simba ndo natoka front za kuidai Simba ubingwa 25-26, lakini sio 24-25. Ila watu wakaniataki sana. Sasa hivi wanaambia wewe jamaa mchawi. Naambia mimi najua procedure za mpira, najua process za mpira. Kwa hiyo wachezaji kwanza hawajatengeneza chemistry. Kwanza kwangu mimi kufika fainali ni jambo kwanza limenistua. Kwangu mimi Simba kuja kuzivunja zile rekodi zake za mwaka jana kwenye ligi, kwangu mimi ni jambo bora sana kuwa timu ya pili. Sikutegemea Simba kuwa timu ya pili kulingana na jinsi ambavyo Yanga walivyoanza msimu, Azam walivyoanza msimu na Singida. Nikasema Allahu Akibaru, Simba tunashika nafasi ya 4 au ya 3. Lakini wachezaji wamekwenda kukliki haraka, tumepata kile ambacho tumestahili. Sawa. Bwana Sam, maliza na wana Simba nawaambia nini? Mimi nikianza na mashabiki wa Simba pamoja na uongozi wangu. Mashabiki wa Simba inatia raha sana kama mashabiki wa Simba leo niko katikati ya mashabiki wa Yanga. Wananizunguka, wananisapoti na sijapanga foleni. Moja kwa moja nimeenda kwenye sufuria la supu babu. Hebu oneshe macho mashabiki wa Yanga wako hapa. Yaani mimi sikupata shida kuelekea kwenye supu. Moja kwa moja nimeelekea kwenye supu kwa heshima na taadhima. Kindoki ameniheshimisha, nimepita kwenye sufuria. Alafu sio unakula supu gani unaokula? Ngamia. Hii ni ngamia baba. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga ni watu smart. Ila mimi naamini kabisa ukiwavuruga hata sisi tuvuruga na sisi tutakuvuruga. Lakini mimi nimekuja smart, nimepokelewa na mashabiki wa Yanga. Ninaamini Mwenyezi Mungu atawalipa kwa hiki ambacho wao wameonyesha ubusara wao na imani. Ndivyo. Haya ni maisha ya mpira. Kuna mpira wa vita ndani ya uwanja. Baada ya mpira kuna maisha mengine. Kwa nini tushikane mashati, tupigane? Kwa hiyo mimi Tanzania tunaishi kwa amani. Kula nyama Sam. Tatizo sio supu. Unakula supu ya aina gani? Ngamia. Hayo mimi sishiki. Hayo maji sishiki. Umenielewa? Unakula supu gani? Unakunywa supu gani baba? Mbuzi, ng'ombe. Hii ngamia, mnyama ambaye hachinjwi bila dua. Allahu Akbar. Takbir. Acha masiara bila dua. Bila dua cheke, hendi chini.